Kuna taarifa ya kusikitisha na imewaumiza wengi kweli kweli kutoka huko Ngorongoro, na taarifa hii imeripotiwa na mchungaji Kabengumia lakini pia na Twaha Mwaipaja. Taarifa hii ni kuhusiana na ulinzi na usalama kutoka wilaya ya Ngorongoro wakishirikiana na mkuu wa wilaya, ambapo wamefikia uamuzi wa kufyeka hekari kibao za mahindi ya wananchi kwa kisingizio cha kwamba mahindi hayo yapo kwenye hifadhi. Taarifa hii na kusomea kama ifuatavyo. Imeandika kwamba maelfu ya heka za mahindi zimefyekwa huko Loliondo Ngorongoro. Wananchi mnawatesa sana, kwani wamewakosea nini? Pembejeo zote zinauzwa na serikali. Sasa kama mlijua hawatakiwi kulima, kwa nini mnawauzia mbegu na mbolea? Mtu anaandaa shamba, mnaona, analima, mnaona, anapanda, mnaona, anapalilia, mnaona, mnasubiri mahindi yakue mkafyeke. Wajinga nyie. Hii imetokea tarehe 17 mwezi wa 3 2026 huko Loliondo, na habari hii nimepewa na kijana kutoka huko. Inasomeka kama ifuatavyo. Habari kaka yangu, mimi ni mfuatiliaji wako katika harakati zako za kutetea wananchi wa Tanzania na kupigania haki za watu zisipokonywe na hii serikali dhalimu. NB Loliondo kata ya Ogosoloku limeendelea. Kuna tukio limeendelea kwa sasa kuwa kamati ya ulinzi na usalama limefanya kikao chake na mkuu wa wilaya, akiagiza mashamba ya wananchi waliowahi kupigwa na wanajeshi miezi miwili na ya watu wengine ya wakazi wa Loliondo yafyekwe kwa kigezo kuwa yapo msitu wa Loliondoani. Na baada ya agizo hilo DC migambo kutoka baada ya agizo hilo la DC migambo kutoka kata za jirani ikiwemo kata ya Ngusero Sabu na kata nyingine wameagizwa wafike kesho yake saa 12:30 asubuhi kufika kituo cha polisi Loliondo, na kisha wakiwa wamevaa mabuti kwa ajili ya kufanya zoezi. Ikumbukwe baada ya maliasili kupiga wananchi kwenye mashamba yao, mbunge ambaye hajachaguliwa na wananchi wa Ngorongoro aliitisha mkutano na wananchi, wakaeleza hali halisi, ambapo maliasili walikiri mbele ya mkutano wa wananchi kuwa walikosea na hawajatekeleza maelekezo na taratibu yoyote walizokubaliana na wananchi toka mwaka 2018 mpaka sasa. Hivyo mbunge haramu akiwa na ofisi ya maliasili walikubaliana wananchi waendelee kulima mashamba yao huku utaratibu wa kubadilishana mipaka kati ya msitu na makazi ukifanywa na serikali kwa kushirikiana na wananchi. DC alitoa kauli yake na kusema hakuna wa kumwambia kitu, hata waziri mkuu wa mchongo yeye ataendelea kutekeleza maelekezo kutoka juu. Bwana, haya ndio yanayotokea huko Ngorongoro, na taarifa hii imeripotiwa na Pastor Kabengumia lakini pia na Twaha Mwaipaja. Una maoni gani mwanafamilia? Hebu weka comment yako hapa juu ya sakata hii inaendelea huko Ngorongoro, wananchi na serikali.